إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea katika kuzungumzia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye inasema ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Na tulifikia katika sehemu ambayo kwamba kumuhifadhi Mwenyezi Mungu, tukaangalia kumuhifadhi Mwenyezi Mungu ni kutekeleza, kujiepusha na kutovuka mipaka ya Allah, ni kutekeleza sala ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi, kuhifadhi udhu, kuhifadhi viapo na kuhifadhi viungo kwa kumuonea Mwenyezi Mungu haya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipande cha hadithi anasema yahfadhuk, Mwenyezi Mungu anakulinda. Ukilinda kama hujavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anakulinda. Idha qumta bima amaraka Allahu bihifdhihi hafidhaka Allahu, ukifanya ukiyatekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha kuilinda na kuhifadhi, basi Mwenyezi Mungu pia anakuhifadhi, anakulinda na anakukinga. Kwa nini? Lianna aljazaa min jinsi al-amal, kwa sababu malipo huenda na matendo yako. Ukitenda mazuri utapata mazuri, ukitenda mabaya utapata mabaya. Hauwezi panda mahindi ukavuna maharagwe. Kile ambacho kwamba unachokipanda unavuna. Kama qala ta'ala, kama Mwenyezi Mungu anatuletea mfano ya kulipa malipo mazuri kwa mazuri. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, je, malipo ya mazuri huwa ni mazuri? Basi ukimuhifadhi na kulinda yale ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu pia anakulinda. Mwenyezi Mungu anatuletea mfano katika suratul Baqara akizungumzia Bani Israili, ya Bani Israili adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu biahdi ufi biahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israili, enyi wana wa Israili, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema yangu ambaye nimewaneemesha. Wa awfu biahdi, tekelezeni ahadi yangu. Ufi biahdikum, nitatekeleza ahadi yenu kwangu. Wa iyaya farhabun, na mimi peke yangu nimeogopeni. Maana yake kuwa ukitekeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatekeleza ahadi yake. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, yeye Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi. Wa in, Mwenyezi Mungu anasema katika surati Muhammad, in tansurullaha yansurkum, mukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atawanusuru. Aljazaa'u min jinsi al-amal. Wa hifdhullahi lil'abdi, na Mwenyezi Mungu kumuhifadhi na kumlinda mja wake, shamilun limasalihi dunia, inakusanya maslahi yako ya kidunia. Maana yake ukihifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo kwamba unaogopa Mwenyezi Mungu atakutekelezea. Watu ula haram kwa kuogopa ufakiri, mtu anadhulumu kwa kuogopa ufakiri, mtu
kula mali ya yatima anaogopa atakosa riziki. Lakini ukitekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ukawa mwadilifu, ukarudisha haki ya watu kwa wenzao, kwa wenyewe, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhifadhi na maslahi yako ya kidunia utayapata. Lakini ile hofu ya ufakiri, ile hofu ya kuona haya kutorejesha haki ya watu, ndo watu wanazama katika haramu. Lakini ukiyafanya hayo, Mwenyezi Mungu anakuhifadhi kurudisha haki ya watu, kujiepusha na kufanya vya haramu. Kahifdhihi fi badani, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi katika mwili wako. Ukila haramu, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi katika mwili wako. Haramu kila siku, utakuwa na wasiwasi, utakuwa na misiba mbalimbali, utakuwa unalala, utakuwa na mitihani na stress kwa sababu umekula vya haramu. Hauoni mfano mdogo tu paka. Wale ambao kwamba wanafuga paka wanajua hayo. Paka ukimletea chakula chake ambacho kwamba wewe umempa, atakula mbele yako, lakini akiiba atakimbia kwenda kujificha. Ndio hivyo wale ambao kwamba wanakula haramu, atakuwa na wasiwasi, anajificha, atakuwa na uoga, hofu, wasiwasi, stress, huzuni, lakini mbele ya watu atajifanya ana nguvu. Mwenyezi Mungu atamuhifadhi katika mwili wake, wa waladihi, na watoto wake, wa malihi, na mali yake. Kwa sababu nini? Amehifadhi Mwenyezi Mungu. Faman hafidha Allaha fi sibah wa quwwata hafidhahu Allahu fi hali kibari, yule ambaye atahifadhi Mwenyezi Mungu, yani kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamuhifadhi katika ukubwa na hali yake ya udhaifu. Mwenyezi Mungu atahifadhi. Wamattaahu bisam'ihi wa basari, Mwenyezi Mungu atamstarehesha na macho yake na masikio yake. Leo hii watu wangapi hawasikii vizuri? Kwa sababu amezoea kusikia vya haramu, amezoea kusikia yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekataza. Anasikia udaku, umbea, anasikia fitna, anasikia kusengenyana. Amejaza katika masikio yake vitu vya haramu. Mwenyezi Mungu anamnyima ile neema ya masikio, masikio yake yasikii vizuri. Ameona vya haramu, anakosa nuru ya macho, anakosa kuangalia vizuri. Walidhalika ruya an ba'dhi salaf, imepokelewa kwa baadhi ya wajawema waliotangulia rahimahullah, annahum qad jawazu al-100, kuna watu walifika wamepita miaka 100, wahum yatamattauna biquwwati, wana nguvu, wa uqulihim, na akili zao, hata inna ba'dahum wathaba yawman wathbatan la yathabuha illa shabab. Mmoja mzee aliruka, ambayo vijana walishangaa, huyu mzee anaruka vipi? Hata alishindwa kuruka, ni mtu mzee anaruka, bado ana nguvu. Mwingine anaona mbali. Faqila lahu fi dhalika hadhihi jawarih, kasema hizi viungo, hafidhnaha anil maasi fi sighar, hizi viungo tumehifadhi kutokamana na maasi tulipokuwa kuanzia wadogo. Fahafidhaha Allahu alaina fil kibar, Mwenyezi Mungu akalinda hizi viungo katika muda wetu ambao kwamba tumefika katika utu uzima. Leo hivi vijana wangapi wanakuwa hawaangalii vizuri, macho yameharibika kwa sababu ya kuona haramu. Mwenyezi Mungu ametupatia neema ya simu, lakini kwenye simu tunaona haramu nyingi. Macho, nguvu ya macho yanakwisha, tunasikia vya haramu. Mwenyezi Mungu anaondosha ile malindo yake. Ihfadhillaha yahfadhuk, kumhifadhi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Waqad yahfadhu Allaha azza wa jalla lihifdhi al-abdi lihududi aulada, na Mwenyezi Mungu anaweza kulinda watoto wako kwa sababu wewe ulikuwa unajilinda uvuki mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, Mwenyezi Mungu anatueleza katika Surat al-Kahf, katika kisa ya Nabii Musa na Khidr, anasema wa amma al-jidaru
fakana lighulamaini yatimaini fi lmadina, ama ukuta ambayo kwamba Nabii Musa na Khidri walitaka kuinua, waliinua wakaijenga vizuri, tena msingi wake ilikuwa ni ya watoto wawili mayatima katika mji. Wakana abuhuma saliha, na watoto wake baba yao, wazazi wao, yani baba yao alikuwa mtu mwema. Faarada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, Mwenyezi Mungu alitaka wakuwe wakubwa, wapate nguvu, kisha watoe mali yao. Chini ya ile ukuta kulikuwa na mali, baba alikuwa ameizika chini, ili watoto wake wakiwa wakubwa wawe katika wapate mali yao. Lakini angalia sehemu hapa ni nini? Mwenyezi Mungu anasema wakana abuhuma salih. Leo hii ukitaka watoto wako walindwe maisha yao baada yako, basi kuwa mtu mwema. Ay hufidha bisalahi abihima, wamehifadhiwa kwa sababu ya uzuri na wema ya wazazi wao, ya baba yao. Waqad qala Said ibn al-Musayyib libnihi, Said ibn al-Musayyib alimwambia mwanawe, wallahi la azidanna laka min salati la'alli uhfadhu fika. Said ibn al-Musayyib katika atabiin wakubwa anasema, anamwambia mtoto wake, wallahi, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la azidanna laka min salati, mimi nitaongeza swala yangu au nitaongeza dua yangu kwako kwa sababu yako, la'alli uhfadhu fika, huenda Mwenyezi Mungu akakuhifadhi kwa sababu yangu, yani nilindwe kwa sababu yako. Anamwambia mtoto wake, maana yake ukitaka malindwa, mimi nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi wangapi leo hii tunawafanyia watoto wetu mabaya? Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe haufanyi wema. Watoto wako wanapata tabu kwa sababu ya ukorofi wako, kwa sababu ya dhulma yako, kwa sababu ya unyang'anyi wako, kwa sababu ya ufisadi wako. Leo hii watoto wangapi wanakosa, nasema huyu hatuwezi mpa kazi, baba yake alitudhulumu. Huyu hatuwezi kumsaidia, baba yake alilalia mali yetu. Leo hii ndugu na ndugu hawezi saidia watoto wa ndugu zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndugu yao aliwadhulumu. Sasa dhulma inarudi kwa wale watoto. Sasa katika hifdhi ya Mwenyezi Mungu kwa mja ni kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamuhifadhi mtu kama anatenda mema. Mwenyezi Mungu pia anahifadhi hata watoto wake. Wakana abuhuma saliha. Waqala Ibn al-Mikandar rahimahullah, inna Allaha la yahfadhu birrajuli salih walada wa walada waladihi wadduwairati allati hawla fama yazaluna fi hifdhi llahi fi hifdhin min Allahi wa sitr. Anasema huyu mwanachuoni Muhammad al-Mikandar rahimahullah, anasema inna Allaha la yahfadhu birrajuli salih, Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wa mtu mwema, Mwenyezi Mungu anahifadhi nini? Walada, watoto wake, wa walada waladi, na watoto wa watoto wake, yani wajukuu wake, waduwairati allati hawla, na nyumba ambazo kwamba zimemzunguka. Fama yazaluna fi hifdhi llahi wa sitr, wataendelea katika kulindwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wema wake. Sasa katika aljazau min jinsi al-amal, katika
malipo inakwenda kama unavyofanya, kama tadinu tudan, kama unavyofanya utafanyiwa. Ukifanya mema, Mwenyezi Mungu atalinda mali yako na watoto wako na vizazi vyako, hata mji wako italindwa kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ulikuwa tahfadhullah, ihfadhillaha yahfadhuk. Malindo ya Mwenyezi Mungu unaipata kwa sababu ya wewe unafanya mema, umejiweka katika kulinda mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Naendelea katika vipindi vijayo katika kuzungumzia ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.